Kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa endelea, nitatumia fursa hii pia, Mheshimiwa Spika, kwa sababu tumekuwa tukisikia majibizano ya hapa na pale kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, na mwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile. Kwa kipindi hiki ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu. Nafanya hivi Mheshimiwa Spika kwa sababu katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri tujue hata kama hali itaendelea kuwa na matishio haya, kwa sababu wapo ambao wametishia Mheshimiwa Spika, na tumewakamata wengine wana madumu ya petroli, tumewakamata wengine wana silaha, tumewakamata wengine, wapo ambao wanapanga mikakati ya uhalifu. Sasa tukienda kwa hatua hii, tumeendelea kuzuia hata pale Dar es Salaam, Oysterbay na Masaki, baa ambazo hazijafuata utaratibu tunazizuia kwa kipindi hiki zisifanye kazi. Katika eneo jingine, kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, kwa sababu wanabeba dhamana ya kuwa wakuu wa kamati za ulinzi na usalama, niombe sana, lakini pia niwaagize kupitia nafasi ya amiri jeshi mkuu ambao wao wanafanya kazi chini yake kuhakikisha kuna amani na utulivu kwenye maeneo yake, waanze sasa kutengeneza zile timu, na wanajua namna ya kuratibu. Mengine hatutayasema hapa Mheshimiwa Spika, lakini wanajua uratibu na utaratibu wa siri wa kutafuta wahalifu